Niukaribishe katika siku ya leo katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi. Mada yetu ni kataa kufa. Ndio mada yetu tunaotembea nayo katika siku hii na katika mwendelezo wa siku 70 za maombi. Kataa kufa ndio mada ambayo tunatembea nayo popote pale ulipo. Ni mada ambayo wakati mwingine imekuwa na swali katika akili za watu fulani. Katika mwaka huu tunatumia kitabu kile kile, Siri ya Maombi Yanayojibiwa, Ellen G. White. Popote pale ulipo, kama unacho hiki kitabu unaweza. Ni mada ambayo pia inajikita katika kitabu kile, katika sura hii ya wanawake na wanaume wa maombi. Niukaribishe katika siku hii, na katika wiki hii tutakuwa na mada hii tu moja, kataa kufa. Mwanzo sura ya 5 mstari ule wa 24. Ndipo pale ambapo tunakutana na habari nzima ya kisa hiki cha mtu anayeitwa Enoch. Ni safari na Enoch ndio tunaotembea naye, kati ya mtu ambaye alifanya mambo makubwa katika dunia hii, si kwa uwezo wake. Kati ya mtu ambaye alitenda mambo makubwa katika ulimwengu huu ni Enoch. Kumbuka, katika siku ya leo nikukumbushe, kataa kufa. Kifo ni kati ya kitu ambacho kinachukiwa na watu wote katika dunia hii. Narudia tena, kifo ni kati ya kitu ambacho kinachukiwa na watu wote katika ulimwengu. Lakini pia hiki kifo ni kati ya kitu ambacho hakipendwi na watu wote katika dunia hii. Hivyo basi, katika somo hili unakumbushwa kataa kufa, na kuna aina kuu mbili za vifo ambavyo tunaviangalia. Kifo cha kwanza ni kifo cha kimwili na kifo cha pili ni kifo cha kiroho. Nikwambie, mtu yoyote yule pia ambaye anakufa ni kwa sababu ndani kuna kitu kimekufa. Yaani matokeo ya kufa ni kwa sababu kuna viungo muhimu katika mwili wa binadamu. Kiungo cha kwanza ni moyo. Ni kati ya kiungo muhimu sana, ni kati ya ogani muhimu sana, moyo unapokata kufanya kazi, kimsingi huyu mtu tutaita amekufa. Mapigo yanapoacha kufanya kazi, kimsingi huyu mtu tutaita amekufa. Sasa tuna hoja inayosema kataa kufa. Ni hoja ambayo tunajenga katika muktadha wa kiroho. Kifo cha kwanza ni kifo cha kiroho na kifo cha pili ni kifo cha kimwili. Nikwambie tu, kati ya kifo ambacho watu wengi katika dunia hii wameshakufa ni kifo cha kiroho, na kati ya watu wengi wamekufa hiki kifo cha kiroho, lakini hawafahamu. Sikiliza, kati ya kitu ambacho Enoch kilimfanya asifu kiroho, na hapo tunamwangalia Enoch, kitu ambacho kilimsaidia asifu na akakataa kufa. Sio kwamba alikataa yeye mwenyewe, lakini ipo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ilikuwepo ndani yake, ndiyo iliyomsaidia yeye kukataa kufa. Sikiliza, alitembea na Mungu kwenye maisha. Sikiliza, alikuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, alitembea na Mungu katika maisha yake. Sikiliza, mtu wa Mungu, hiki ndicho kitu ambacho wewe kitakufanya leo uonekane kuwa ni imara kiroho. Hata katika siku 70 hizi za maombi, ni kitu ambacho kitakufanya wewe uonekane imara. Kati ya kitu ambacho tunakijenga katika siku hizi, mimi na wewe, ni kuwa imara, ni kujijenga kiroho, kuwa imara, sio tu kimwili. Kuna watu leo tunafanya mazoezi, ni kweli sio dhambi. Kuna watu leo tunafanya mazoezi ili kujiweka vizuri, lakini kati ya jambo ambalo muhimu sana ni jambo ambalo tunatakiwa kwanza tuutengeneze mwili wetu kiroho. Ndipo pale pia hata mwili wetu, hata tunapokuwa tukifanya mazoezi, hata tunapokuwa tukifanya jambo lolote lile la kuimarisha afya, hata tunapokuwa tukila vizuri, kitu cha muhimu zaidi ambacho kinapaswa kuwepo ni kuimarishwa kwanza kiroho. Siku 70 zimekuja kwa ajili yako mama, kwa ajili yako kijana, kwa ajili yako binti, kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Zimekuja kwa ajili ya kukuimarisha tena kupitia Lazaro Channel na sehemu zingine ambapo utakutana na maombi haya. Mungu akufungue, Mungu akusaidie. Leo kitu ambacho kitakusaidia utembee na Mungu, uwe na mahusiano na Mungu kamili. Kitu cha kwanza, unganisha mawazo yako na Mungu.
Kitu cha pili, maamuzi yako unganisha na Mungu. Kitu cha tatu, mwenendo wako unganisha na Mungu, pale utakuwa salama. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku hizi 70 ambazo tunatamani Bwana tusife kiroho na kimwili. Tunatamani Bwana tuwe imara zaidi. Msaidie binti huyu, kijana huyu, mama huyu, hakika na asife kiroho zaidi. Bwana, tunatamani utuinue kiroho, haijalishi kuna dhambi zimesababisha maisha yetu tufe, tuinue tena. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kushukuru.